Ni mazuri kutambua siku ya leo imebadilika, na leo pia siku ya kupokea viapo vya wenzetu viongozi ambao wakuweza kupata nafasi na awamu iliyopita kupokea viapo chao na kuwaombea. Pia leo ni siku ya mama duniani, waenzi, kuwaombea na pia kuwatuza wamama wetu, wenzetu wote jinsia ya kike wanatutendea mema, ili kuwaombea wengine. Basi hivyo hivyo kushukuru Mungu kwa zawadi ya uhai. Nani kama mama? Basi kutambua huko kama sote ndio nyumbani Mungu tabia kupitia kwa mama zetu. Katika masomo yetu leo, kimsingi Yesu anatuaga. Somo la kwanza tunaelezea jinsi mitume walivyoendelea na utume baada ya Yesu kuacha, na katika hili matendo ya mitume ndio tunapata pia msukumo sisi kama Wakristo kwa wainjilishaji. Hapo tunasikia katika somo hili ni kwamba imani ya Kristo ilianza Yerusalemu, kisha ikaenezwa ulimwenguni wote mpaka hapa tulipo. Mungu alithibitisha imani hiyo kwa muujiza. Wakristo wengine wakagawanyika hapo, wakagawanyika na kadhalika, lakini katika Kristo wakapata zawadi moja ile ile, yaani Roho Mtakatifu. Bila kuelewa, lakini hatimaye wakapata ule mwanga wa kanisa la mwanzo kwa njia ya Roho Mtakatifu. Ndio mimi, ndio wewe, ndio sisi katika hilo. Somo la pili, waraka wa Mtume Paulo kwa watu wote, inaeleza kwamba kuna ugumu mwingi katika kumfuata Kristo. Tunamjua, tunampenda, lakini kufuata ni changamoto. Ndio katika somo la Injili kwamba anayeshika amri zangu anakata viapo, amina kata yake. Uwe ndio anayependa. Lakini somo hili linatuambia kwamba lakini yeye Yesu mwenyewe ametuonyesha wazi ya kuwa mateso na masumbuko ya maisha ni sehemu ya kupata wokovu. Hakuna wokovu bila msalaba. Hakuna wokovu, hakuna Pasaka, hakuna ufufuko kama hakuna mateso na dhambi. Kwa maneno mengine, kwamba safari ya Kristo kama tuko katika nyayo zake, hatuna budi pia kuvumilia magumu tutakayokutana nayo, na zaidi yanayohusu imani yetu. Inahusu nini? Imani yetu ya Yesu kufufuka, aliyekuja kutuelimisha Baba. Na ndio somo la Injili natuambia kwamba kushika amri za Mungu za Yesu ni alama ya kupenda. Ile siku kabla ya kupaa, Yesu pamoja na wapendwa wake akifahamu aliwaacha, aliwaambia, msiwe na hofu, msibabaike, msifadhaike. Atawapa msaidizi, atawakumbusha, atawasaidia kukumbuka yale ambayo niliwashirikisha na kuyafuata. Hatuko peke yetu. Yesu anasema kuhusu yule anakaa ndani yenu, naye atakuwa ndani yenu. Kwa macho ya kidunia, bila macho ya imani, unaweza kuona kwamba tuko peke yetu, lakini kwa nguvu za Kristo, kwa nguvu za Mwenyezi Mungu, tunaamini kwamba tuko na yeye. Ishara nyingi zipo katika maisha yetu, kuishi kwetu, hata kupumua kwetu kwa nguvu ya nani. Tunaweza kueleza oksijeni, hewa na kadhalika, lakini siku ya siku yote ya kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo tuangalie ukuu wa Mungu kwamba yuko na sisi, zaidi anatuambia, ukilipenda kashika amri zangu. Amri tunazifahamu, kuna amri kumi za Mungu, amri sita za kanisa na maadili yetu. Kote kote kwa pamoja
zinakuja kwenye zile amri 10, 3 zinamwelekea Mungu na 7 zinamwelekea mwanadamu. Kote kote tunakusanyika pale, ndio upendo wetu kwamba tulipende